Januari 6 ndani ya Alasiri Lounge. Karibu sana, na hii ni sehemu pekee ambayo kila ukichagua unaburudika na kupata elimu kutokana na yale ambayo tunakufikishia ndani ya Alasiri, kama ilivyo ada yetu kuyaangazia ambayo yamejiri ndani ya taifa hili, nje ya mipaka ya taifa hili, bila kusahau kwenye viwanja vya michezo. Unawasaa pia kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook, Instagram pamoja na X, Azam TV TZ, UTV TZ, Azam TV Burudani, Azam TV Sports, kote huko unaweza kutupata. Kubwa zaidi ni lile ambalo tulianza nalo hapa hapo jana, lile ambalo bado linaendelea kutikisa vichwa vya habari duniani kote. Nicolas Maduro pamoja na mkewe Moses. Balkis, wewe sasa. Rais wa mpito ameapishwa. Ulivyopendeza kwanza. Tuanzie ulipopendezea Balkis. Yaani kufanana na kochi kidogo tu ushapendeza. Tuanzie ulipopendezea. Yaani kufanana na kochi kidogo tu tayari ushapendeza. Unaniambia ndugu yangu. Mashallah. Shukrani. Balkis, ndio kama ulivyotangulia kusema awali, vyombo vya habari si tu ndani ya Marekani, Ulaya pamoja na Afrika, lakini pia mpaka Asia, na vyenyewe pia vimeendelea kufuatilia kwa karibu. Tunaita kama mgogoro wa kidiplomasia ya kimataifa Kabisa. Hatua ya Marekani kwenda kumnyakua rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkewe, kisha kuwapeleka Marekani na kuwashtaki kule Marekani, imeendelea angaziwa kweli kweli, na wataalamu pamoja na wachambuzi wa masuala ya siasa Balkis wameendelea kutoa maoni yao. Kabisa. Naam, jana nilikuwa natazama kwenye Azam News, tuliona baadhi ya wachambuzi, lakini naona kama wote wanakubaliana kwamba kilichofanyika ni ukiukwaji wa sheria ya kimataifa ya taifa huru. Wanaungana na Kamala Harris. Hiyo ni aina moja ya mjadala, lakini huu mjadala una mambo mengi ndani yake. Amezungumza mtoto wa Nicolas Maduro ambaye ni mbunge katika taifa la Venezuela. Alichokizungumza pia kimeenda kuwa mjadala katika jamii, lakini pia watu wengi wanajiuliza ni nani mke wa Nicolas Maduro? Ni nani? Kwa nini asichukuliwe Maduro peke yake? Kabisa. Lakini amezungumzwa kuwa ni mmoja wa wanasiasa ambao wana impact kubwa sana katika taifa la Venezuela, na pia aliwahi kuwa spika wa bunge la Venezuela. Unaweza ukaimagine ni mtu wa aina gani? Mwanamama mwenye umri wa miaka takriban 69. Kuna ushawishi wa kusoma zaidi. Jana niligusia hapa, wanahistoria watuambie mengi. Wanahistoria wakiwa wanatuambia, wachambuzi wakiwa wanatushambulia, na sisi tukiwa tuendelea kutoa mwendelezo wa habari hii kutokana na yale ambayo yanajiri. Lakini kuna umuhimu pia wa kwenda kusoma sana na kuangalia ni kwa namna gani hizi siasa za kimataifa zinavyokuwa. Kabisa. Jana ulitugusia hapa kuhusu politics. Hatari sana. Tutakuja kuangazia hiyo, ni miongoni mwa taarifa ambayo tuko nayo ndani ya Alasiri kwa siku ya leo, lakini kwa sasa tupate habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita amemwelekeza mkandarasi wa kampuni ya Sihotech inayotekeleza ujenzi wa barabara ya nguzo 8 hadi hospitali ya rufaa Mwawaza kuhakikisha anaongeza kasi ya ujenzi katika mradi huo. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI imetakiwa kutoa taarifa katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha kuhusu wananchi wanaopatiwa rufaa ya matibabu zaidi, ili kuona njia ya kuwawezesha kufanikisha mpango kwa haraka.
Kwenye anga la kimataifa, aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro amefikishwa mahakamani kwa makosa ya biashara ya dawa za kulevya, huku aliyekuwa makamu wa rais Delcy Rodriguez akiapishwa kuchukua nafasi ya urais nchini Venezuela. Rodriguez rais wa mpito wa taifa la Venezuela ambaye alikuwa ni makamu wa rais wa taifa hilo. Naam, Balkis. Rais na makamu. Ndio. Hawa sina kwa jambo lao ni moja. Ndio. Wote ndio viongozi wakuu wa nchi. Ndio. Somebody else kaachwa. Kuna mengi sana tunapaswa kuyafahamu kutoka kwa wachambuzi. Yaani kwa nini Delcy kaachwa? Sio tu kaachwa, ndio pia kawa rais. Ameapishwa kuwa rais, naam. Kwa sababu wakati mwingine wa mpito, rais wa mpito. Ndio. Kwa sababu wakati mwingine Balkis, kwa mfano kama mashtaka ambayo yanashtakiwa nayo Maduro kwa kule Marekani, pengine wamefanya uchunguzi na wameona kwamba Delcy Rodriguez hausiki nayo. Kumbuka kwamba mashtaka ambayo yanashtakiwa nayo kiutendaji sio kama ya serikali, yanaonekana ni kama ya mtu binafsi, ya kwake binafsi, kwa sababu unapozungumzia biashara ya dawa za kulevya, yani hutarajii kwamba serikali itakuwa inafanya biashara ya dawa za kulevya. Pengine kwa kadri ambavyo mambo yanavyoendelea kujitokeza Balkis, wachambuzi kadri wanavyoendelea kufuatilia, wataalamu hayo mambo, kwa kadri ambavyo watakavyokuwa wanaendelea kutueleza, tutaendelea kufahamu zaidi. Lakini hatuwezi pia kuliacha mbali Balkis lile linalotajwa kwamba ni shinikizo mahususi kwa Venezuela ili ikubali mafuta ghafi yake yachimbwe na kampuni kubwa za Marekani. Ukiwa zamezame Moses madiwani vipato mimi si diwani na washikaji zangu madiwani. Mimi si diwani na nilikuwa namshawishi sana ndugu yangu Jafari akagombea udiwani. Jafari Mponda. Sasa nilikuwa mimi nitamshauri Nate. Okay. Ila sasa hali ndio hii. Sasa swali ni je, ni madiwani wa Lindi peke yao au madiwani nchi nzima? Madiwani wameshauriwa kuwa na shughuli halali za kuwaingizia kipato badala ya kutegemea halmashauri zao kuwa chanzo cha vipato vyao. Kumbe madiwani wengine, baadhi ya madiwani hawana vyanzo vya vipato, biashara au shughuli halali. Sasa kule halmashauri wanapata jela. Mimi si diwani. Kwa hiyo huwa mnapata jela. Yaani nakuja kwako wewe, yaani wewe mimi diwani. Yaani mimi diwani naachaje? Yaani mimi diwani, yaani wewe usikatie mimi diwani. Mara 9 kwa wewe diwani. Unaniwasha kama mashaka unafanya kazi. Wakati huo Balkis uko katika biashara yako unaisimamia. Mimi nakuja pale, mimi diwani. Kama biashara yako ya chakula, mimi naagiza lete 1 2 3 nakula. Shamaliza kula, mimi si diwani. Yaani unamdai vipi diwani hela? Yaani diwani unamdai hela diwani? Balkis diwani. Sasa hawana mfumo rasmi wa malipo. Mfumo rasmi wa malipo wanao, wanalipwa, lakini unajua aina ya vipato ambavyo wanavipata madiwani, kwa mfano ni zile posho za vikao. Sasa vikao vile Balkis havikaliwi kila siku. Vile vikao havina posho ambazo wewe zitaendesha maisha yako, yani katika mahitaji ya kila siku kupitia zile posho za vile vikao. Lakini hawa watu wameomba ridhaa ya wananchi. Ndio. Kwa ajili ya kwenda kuwahudumia. Ndio. Si ndio? Wameomba ridhaa ya kwenda kuwahudumia watu. Kuwahudumia. Sasa ridhaa wamepata. Ndio. Si wahudumie? Sasa ndio katika kuhudumiwa pale Balkis, yani wakati unapotoa huduma na unahudumiwa. Madiwani bila shaka sio mkoani Lindi peke yake. Lakini madiwani wameshauriwa kuwa na shughuli za halali za kuwaingizia kipato. Yaani Balkis, kumradhi. Hivi kabla watu hawajawa madiwani, walikuwa hawana shughuli za kufanya? Walikuwa wanafanya nini kwanza? Walikuwa wanafanya nini kwanza? Kabla ya kuwa madiwani. Si shughuli zao ziendelee tu za kutafuta kipato, au unawezekana diwani labda unaanza kwa la msingi ujue.
kabla ya kuwa diwani alikuwa anafanya nini kabla? Labda diwani alikuwa dalali. Ni kazi hiyo itakuwa ndio kazi. Sasa wewe ukishakuwa diwani unaendeleaje na udalali? Leo ni Januari 6 na wanafunzi wanarejea shule Januari 13. Na kuna baadhi ya shule ambazo wanafunzi tayari wamesharejea shule kuanzia Januari 4, wale wa boarding Januari 5. Hapo jana kuna wanafunzi ambao tayari walishaanza kuripoti shule. Sasa sisi kama wazazi tunajiandaaje kuwarudisha watoto shule? Tumeshajiandaa vya kutosha au tu tunafurahia kwamba kuna zile kaeka? Jamani, asante Mungu, asanteni sana walimu kwa kurudisha huu wasaa kuwachukua watoto. Bwana, tumekoma. TV 2 tumebadilisha mwezi huu. TV hizi ndani ya mwezi huu. Tukirejea hapa tutakuja kuangazia hii wiki ya kuandaa watoto kurejea shuleni. Wazazi wamejiandaaje, lakini pia tumewaandaaje watoto kisaikolojia ili waweze kurudisha akili zao, kuzitoa kwenye likizo na kuandaa kuwa sasa wanarudi shuleni. Endelea kuwa nasi. Hii ni Alasiri Lounge. Mwenzangu ni Moses, mimi ni Balkis. Karibu kwa mara nyingine tena katika Alasiri Lounge. Wakati tulipokuwa tukienda katika mapumziko mafupi, Balkis alikugusia hapo. Tarehe za watoto kurejea shule zimeshafika. Baadhi wamesharejea, lakini wengine Jumatatu ya wiki ijayo wanatarajia kurejea. Hisia za watoto kuelekea katika kuanza muhula mpya, muhula wa kwanza katika mwaka wa masomo 2026, hisia zao zikoje? Kikumbuka kwamba wametoka katika kipindi cha zile sikukuu za mwisho wa mwaka, bado wengine pengine wako katika kutembelea kina bibi kina babu. Hisia zao zikoje? Tuko hapa studioni pamoja na Daktari Ayubu Msalilwa. Yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na watoto, lakini pia ni mbobezi katika masuala ya saikolojia ya watoto. Pamoja naye tutaungana nao kwa njia ya teknolojia kutoka kule Mtwara. Mmoja kati yao atakuwa ni mzazi, lakini pia tutakuwa na mwalimu kutoka huko ili tuweze kulizungumza hili kwa kina. Dr. Ayubu, karibu sana. Asante sana. Karibu katika Alasiri Lounge. Asante sana. Daktari, naam. Yani hata wewe, ndio, acha tu kwanza mtu, hata wewe yani umetoka katika kile kipindi cha sikukuu za mwisho wa mwaka, yani mapumziko kama yote, alafu ndo unaambiwa bwana, sasa sikiliza, ile likizo yako imekwisha, Jumatatu kazini. Unajisikiaje? Kwa akili zetu sisi hatupendi shughuli kawaida, kwa sababu upendi shughuli huwezi kufurahia. Ni wachache ambao watafurahia kwamba sasa narudi kufanya kazi, labda napata kipato au lakini kama labda umeajiriwa au kuna kazi fulani unakwenda kufanya, kilazima utajilazimisha, na ndio nataka ufanye hivyo. Yes. Kwa hiyo sasa, kwa upande wa watoto ambao ndio tunawatazama kwa kina zaidi hapa, hili linakuaje kwa uzoefu wako na utaalamu wako? Kitu cha kwanza ambacho wazazi wanatakiwa kufahamu ni kwamba mtoto hajui maana ya vitu vingi ambavyo vinatokea. Yaani kwa mfano wewe kumpeleka shule, unampeleka kama mzazi kwa ajili ya manufaa yako wewe. Mtoto haelewi umuhimu wa ile shule na wala hajajiambatanisha na hiyo shule. Kwa hiyo watoto wote wanaishi kwa ajili ya leo. Yaani anaangalia kitu ambacho kinamwamsha hisia zake leo, anakifanya hapa kitamfurahisha, basi anaenda nacho hicho. Lakini watoto wa sasa hivi wamebadilika, daktari. Ndio. Na mtoto anakuambia kabisa, mimi nataka kuwa fulani. Sawa. Na nikifanya hiki mama nitapata hela. Ni mtoto wa darasa la 4 huyo. Anakuuliza, "Uone kama watoto wa sasa hivi uelewa umebadilika kiasi?" Upo sahihi. Watoto uelewa wao unaweza ukawa umebadilika, lakini kitu ambacho kimebadilika ni zile nadharia ambazo zimepandikizwa kwenye vichwa vyao. Kwa hiyo kama wazazi, walezi na walimu ni kujitahidi kumtengenezea mtoto kitu ambacho kinampatia furaha kwa wingi mbele. Kwa hiyo kwa mfano umepandikiza kwamba labda nikiwa mwalimu itamletea furaha fulani. Kwa hiyo yeye anaweka kwenye kichwa chake kwamba na mimi nataka kuwa mwalimu kwa sababu ya ile furaha. Sio kwamba nataka kuja kuwa mwalimu nifundishe, ila atataka kuja kuwa mwalimu kwa sababu ya kitu fulani. Labda ameona baba yake akiwa mwalimu,
kuna favor fulani anazipata, kuna furaha fulani anaipata, kwa hiyo atajiunganisha na ile furaha, lakini sio kwa lengo kwamba nataka nije nielimishe jamii au labda nipate pesa. Hawezi kuwa hivyo. Sasa pamoja na kuwa na msaikolojia hapa studio, lakini tunaye mzazi na mwalimu kule mkoani Mtwara. Bila shaka mnatusikia vyema. Ndio. Sasa tuanze na mzazi. Hali ilikuwaje kwa kipindi cha likizo ukiwa pamoja na watoto hapo nyumbani? Sawa kabisa. Hali ya hapo nyumbani palionekana tu pamechangamka, kwa sababu unapojua pilika za watoto, wanacheza hapa, mnagombezana hivi, basi palichangamka. Umeshajiandaa huo uchangamfu kuondoka hapo nyumbani, kwa sababu watoto wakichangamsha nyumba na nyie mnachangamka, na nyie mmejiandaa wao kuondoka nyumbani? Ndio, nimeshajiandaa, kwa maana wao tangu wameanza likizo walikuwa wanajua kama kuna siku itaisha likizo, na sisi wenyewe wazazi tunawaambia siku zinakwenda, ikipita tu siku 10 mnarudi shuleni na nini. Kwa hiyo wale sio jambo geni, watakapokuwa wanaona tayari tarehe imefika ya kurudi na maandalizi wanayaona. Mara umenunuliwa mara umeenda kununua daftari, mara umenunua hiki, mara kwambie sina mkebe wa nini. Kwa hiyo wao wako tayari kujua kama tunarudi shuleni. Sio kitu cha kushtuka sana kwa wao. Kwa upande wa mwalimu sasa, na ninyi hiki kipindi ambacho watoto wanakuwa hawapo shuleni, mnakuwaje? Kama vile mnakuwa bored hivi, inakuwa ni kipindi gani ambacho mnakipitia bila kuwa na hawa watoto? Ni sahihi, kipindi ambacho tunafunga shule mara nyingi tunakuwa kama ulivyosema, tuko bored sana, na mara nyingine huwa tunatembelea mashuleni, tunakaa kidogo, lakini bado ule uchangamfu unakuwa haupo, ukizingatia kwamba wale wanafunzi ambao wanatukeep busy muda wote wanakuwa wapo likizo. Lakini wanaporudi kwa kweli kunakuwa na uchangamfu mkubwa, kwa sababu utafanya hiki, unashangaa siku imeisha. Lakini kipindi cha likizo, hasa kama hauna majukumu mengine ya kufanya, unakuwa uko bored kidogo. Mwalimu Lucas, wewe pia mbali ya kwamba ni mwalimu lakini pia ni mzazi. Kwako wewe sasa, hili unalibebaje pindi ambapo unapokuwa uko nyumbani kwako na familia yako, watoto wanatakiwa kurudi shule, wewe kama mwalimu, lakini wakati huo huo kama mzazi unawaandaaje sasa hawa watoto kwamba sasa tunakoelekea shule na kwenda kufunguliwa? Ni kweli hapo nakuwa na majukumu mawili. Jukumu la kwanza nakuwa kama mzazi ambaye nasomesha, lakini jukumu la pili pia nakuwa ni mwalimu ambaye natakiwa nifanye maandalizi ya kuwapokea watoto. Kwa hiyo kwa lile ambalo nakuwa ni mzazi kwa ajili ya kuwaandaa watoto wangu, na bahati nzuri nakuwa na experience ya kujua nini mahitaji ya shuleni, huwa nayafanya kwa wakati ili pia nisiweze kuwa kikwazo kwenye shule ambayo watoto wangu wanasoma. Lakini ukija upande wa pili, pia nawajibika kufanya maandalizi ya kuwapokea watoto wa wazazi wenzangu, ili wanapokuja shuleni basi waweze kukuta mazingira yote yako safi na ule ufundishaji na ujifunzaji uweze kuanza mara moja kwa mujibu wa miongozo ya serikali. Wakati mwingine wazazi tunakuwa tumekuelekea katika kufunguliwa shule, hali zetu zinakuwa kidogo zina changamoto, pengine kifedha ama kisaikolojia katika masuala ya kijamii. Hivyo tunatamani sana walimu wachukue jukumu la nafasi yetu sisi kwa watoto wetu. Sasa kama mzazi anakuwa anapitia wakati mgumu, wewe kama mwalimu, kama mzazi, na mimi nakuja kukushtakia wewe ama kuja kukuomba msaada wewe, nikikwambia kwamba bana, ninavyoona mazingira nyumbani kwangu pale, hali yetu sisi si nzuri kuelekea katika kufungua shule. Kisaikolojia unamsaidiaje mzazi huyu kwenye kumjenga mtoto na yeye asije akapitia hiyo hali ngumu kuelekea katika mwanzo wa muhula wa masomo, mwalimu? Hayo ni kweli yanatokea, na kwa bahati mzuri mimi huwa ninapokuwa na vikao vya wazazi ninawaeleza, kwa sababu hali zetu wa Tanzania zinafahamika. Kuna wenye hali mzuri kidogo, wastani, na hali za chini. Kwa hiyo kama ukiwa kiongozi, ukiwa mwalimu, unatakiwa ujue hali hizo zote za wazazi na aina wanafunzi ambao wanawapokea pale shuleni.
na kwa bahati nzuri kwangu wazazi wanakuwa wako free sana kunieleza kama kuna mzazi anapitia changamoto, na tunakaa tunaongea. Lakini pia na mimi nina dawati langu pale la kisaikolojia, kuna walimu ambao wako specialist kwenye swala hilo. Wale watoto hasa ambao wanapitia kwenye hizo changamoto huwa tunakaa nao, tunawajenga kisaikolojia, na wengi wao wanakuwa wanafanya vizuri zaidi kitaaluma, na pia kuwasaidia kwa namna moja au nyingine. Tunaweza kuwasaidia kwa maana ya material za kusomea, madaftari na vitu vingine kama hivyo. Sawa. Lakini pamoja na hayo mwalimu, bila shaka ni vyema mkaweka hilo jambo sawa kwamba sio kitu cha kuentertain sana. Changamoto zipo, lakini tumetoka kwenye vacation, watu wanasema vacation holidays na nini, unakuta watu wanafanya matumizi yasiyo na lazima, alafu baadaye wanaenda kuanza kujishusha kwa mwalimu. Msifanye matumizi yasiyo na lazima wakati ambao unajua mbeleni kuna jambo la ulazima linalokuja. Kwa hiyo mwalimu, msiwadekeze wazazi ambao wameposti sana video na picha za vacation, alafu sasa hivi wanataka kuja kinyonge. Haiwezi kuwa hivyo. Tuna taarifa zao, na bahati nzuri tuna data zile za wanafunzi ambao wanaishi katika mazingira magumu. Lakini wale ambao hali zao kidogo zinakuwa ziko mzuri, labda kuna kipindi tu wamepitia hapa katikati, huwa tunawapa muda, kama kuna kitu cha kufanya basi tunawapa muda. Lakini wale wote ambao wana mazingira magumu, kila mwaka huwa tunawabaini na huwa tunapeleka mpaka kwenye viongozi wetu wa serikali ili nao wawe wana taarifa zao. Sasa tukirejea kwako daktari, mtoto ndio anarudi shule. Tumemsikia mzazi. Mzazi anasema kwamba kweli nyumba ilichangamka sana. Na kama ulivyoanza kutuambia pale mwanzo kwamba kibinadamu tu kwenda kwenye jambo ambalo linakushughulisha akili haifurahi. Ni kweli. Unamwandaje mtoto kwamba Jumatatu unarudi shule? Sawa. Kwa hivyo kitu cha msingi kama ambavyo nimekwisha kusema ni kuandaa ile saikolojia ya mtoto. Kwa sababu mtoto yeye alikuwa ameshazoea kucheza kama ulivyosema, zile vurugu na nini. Kwa natakiwa kama mzazi utambue ya kwamba akili ya mtoto inahitaji muda ili kusudi iweze kujiadjust. Kwa hiyo tunashauri angalau kuanzia siku 10 kabla ya kurudi. Unatakiwa uanze kumwandaa mtoto kwa kuanza kuirekebisha ile ratiba yake ianze kuendana na shule. Sasa hapo kama mzazi alivyoongea vizuri pale kwamba inategemeana, kuna watu wengine wana kipato kikubwa, kuna kipato cha kati na kipato cha chini. Kwa hiyo tukianza kwa mtu kama ambaye ana kipato kikubwa, tunategemea mtoto atakuwa labda anaangalia TV, atakuwa anatumia simu, inawezekana na muda wa kulala pia akachelewa kutokana na mazingira ambayo mzazi ana uwezo. Sasa kwa yule mzazi kama huyu inatakiwa yeye aanze kwanza kurekebisha ule muda ambao watoto wanakaa kwenye TV, awapunguzie muda wa kukaa kwenye TV, awapunguzie muda wa kutumia zile simu au zile tablet. Alafu pia ahakikishe sasa pia ana adjust muda wa kulala, uanze kuendana na muda ambao watoto wataanza kwenda shule. Kwa hiyo walale sasa mapema kulingana na vile. Lakini pia tunashauri hata kuamka, aanze kuamka mapema. Unaanza kuwafanya waamke mapema kulingana na muda wa shule. Hapo. Yes. Vifaa vya shule. Ni wakati ambao pia wazazi wananunua vifaa vya shule. Ni kwa namna gani mtoto akipata vitu vipya vinamshawishi zaidi na vinampa hamasa ya kurudi shule? Asante. Kwa hiyo nashukuru kama ulikuwa kwenye akili yangu, kwa sababu kinachofuata baada ya hapo mzazi natakiwa amshirikishe mtoto kwenye kuchagua vifaa vyake vya shule. Kwa hiyo tunashauri, kwa mfano labda kama una uwezo sasa kwenda kununua naye beg, mwambie achague beg anayotaka, sio unayotaka wewe kama mama kwamba hili nakununulia mpaka darasa la 7. Kwa hiyo natakiwa achague vifaa ambavyo anavitaka, viatu na kadhalika. Lakini hata kwa yule ambaye ana hali ya chini, unajua mtoto alikuwa unavyomwandaa sasa, mshirikishe kwenye vitu ambavyo unaviweza. Kwa mfano kuchonga naye penseli ni kitu ambacho cha kawaida, kuandaa kwa pamoja. Kama ni begi lake lilete, basi mwanangu tutalishona pamoja, si ndio? Kwa vitu kama hivi vinakuwa vinamfanya mtoto ahisi kwamba anashirikishwa, ndio. Lakini nikienda mbele,
Changamoto nyingine ambayo inakuja pale kwenye kuandaa watoto, inatakiwa sasa uanze kumwambia kuhusiana na shule. Sasa sio, tumemsikia mzazi wetu hapa amesema kwamba sasa hivi mtarudi shule, kwa hiyo wanaanza kuona kama shule ni kitu cha kuogopa. Lakini unaweza nikaanza kuongelea kuhusiana na shule kwamba sasa ni kitu gani wewe unapenda ukifanya ukiwa shule? Ni kitu gani unakipenda wakati wa mapumziko? Tunajua watoto wengi wanapenda wakati unapenda michezo gani? Ile michezo vipi, hujaimisi ile michezo? Ni nani rafiki yako ambaye umemiss unatamani kumuona ukirudi shule? Ukirudi shule. Sasa hapo mtoto anaanza kufurahia. Na hapo ndio pia sehemu nyingine ambayo mzazi unatakiwa umuulize mtoto kwa upendo kusudi kuweza kujua vitu ambavyo vinamtisha kuja shule. Tunafahamu sasa hivi dunia imeharibika. Inawezekana kuna vitu vibaya mtoto anafanywa shule, au inawezekana kuna mtu anamuogopa shule ambaye hatamani kurudi. Sasa tunamwambia mzazi asiulize moja kwa moja kwamba ni nani unamuogopa shule, ila unaweza kumuuliza unafurahia kwenda shule, lakini sasa je, ni nani ambaye uko shule utamani kumuona? Atakwambia fulani sitamani kumuona. Kwa nini utamani kumuona huyo fulani? Sasa ndio pale utakuja kujua labda huwa anapigwa mtoto. Inawezekana mtoto hapendi shule sio kwa sababu ya mazingira, inawezekana labda kuna mtoto tunaita bullying, anamnyanyasa, anamkandamiza. Hiyo inaweza ikawa. Sasa ndio hapo mzazi unapokuwa karibu na mtoto na kumwambia. Hapa nikiwa nakiongea hivi na wazazi wengi wanasema, daktari unaongea vitu ambavyo sio nadharia. Yaani sio ule uhalisia. Lakini mimi huwa naambia wazazi wengi kwamba swala la kulea ni gumu sana, sio tu kutoa ada. Kulea ni kuwa kwenye maisha ya mtoto kabisa. Kwa hiyo inabidi ujitahidi kuwa na muda na huyo mtoto. Shukrani sana daktari. Turudi kwa wazazi mara moja pamoja na mwalimu pale Mtwara. Mzazi, japokuwa sio jambo ambalo linafanywa sana na familia zetu za Kitanzania, mwalimu ametoka kutumia kauli pale kwamba Watanzania wenyewe hali zetu tunafahamiana. Lakini wewe kuelekea katika kufunguliwa shule, maandalizi ya mtoto ukiweka kando kununua madaftari, mabegi, vitu ambavyo vinafahamika, labda masuala ya kutazama afya yake, kutaka kufahamu hicho, maandalizi ya aina hiyo kwako yakoje? Sawa kabisa. Masuala ya kutazama afya ni muhimu kwa sababu kipindi hiki, kwa mfano, mvua zimeanza, mbu ni wengi na nini. Ninachowashauri tu wazazi wenzangu, kabla watoto hawajaanza, na kwa sababu kile kipimo kinafanyika tu siku moja, ni vizuri kwenda kuwacheki, angalau kuwapima malaria, UTI, nini, ili kujiridhisha kuwa anapokwenda kuanza shuleni, ili anapokwenda ujiridhishe kuwa anapoanza hana malaria, hana nini kwa wiki hii. Kwa hiyo mimi nawashauri tu wazazi wenzangu tufanye hivyo, kama yule ambaye hana kawaida ya kufanya hivyo, nawashauri tufanye hivyo. Mbali ya maradhi kama malaria, magonjwa mengine huwa tunakaa tunasubiri mpaka mtoto aje alalamike. Kwa mfano maradhi kama vile ya uoni, wakati mwingine swala la kusikia. Haya ni magonjwa ambayo huwa hatuyapi kipaumbele kwenye kuyatazama kabla ya mtoto kulalamika. Haya wazazi tunachukua hatua kiasi gani kuhakikisha kwamba wakati watoto wakiwa wanaelekea katika kipindi hiki, basi na yenyewe pia tunaingiza kama mpango mkakati wa kuhakikisha mtoto anasoma vizuri? Sawa kabisa. Kama nilivyosema kuwa ni kuwashauri tu wazazi wenzangu, na kweli hayo magonjwa hayapewi kipaumbele. Hata sisi wenyewe watu wazima unakuta mpaka yakilipuka mnaanza kukimbizana. Kuwashauri tu wenzangu tufanye kama nilivyosema, kwenda kuwapeleka, kwa sababu bado tuna siku chache, karibu wiki nzima hii. Ukianzia leo Jumatatu, Jumanne mpaka kufikia Ijumaa, unaweza ukafanya taratibu hizo na ukamfanikisha kuwa na uhakika kuwa mwanao anaenda shuleni akiwa na hali gani. Mwalimu, kwa kumalizia, mmejipangaje nanyi kwa ujumla tu kama walimu kupokea vurugu ambazo sisi tumeishi nazo kwa mwezi mzima? Nashukuru tumejipanga, na kwa sababu ni kazi yetu na tumezoea hivyo, kwa hiyo hakuna jipya ambalo tutakuwa tunapambana nalo. Sana sana ni kuangalia tu tulikuwa na changamoto gani mwaka uliopita na tunazitatuaje katika mwaka unaofuata. Kifupi ni kwamba kwa upande wetu sisi kama walimu tumejipanga ili kuweza kukamilisha
zile mada, kwa mfano katika masuala ya ufundishaji, masuala ya kuwapokea vijana wa kidato cha kwanza ambao ndio wanakuja kuripoti kwanza, lakini pia kuna wale ambao wanaendelea, wale wa kidato cha pili, cha tatu na cha nne, nao pia wana program zao. Kwa hiyo tumejipanga kwa namna hiyo, lakini pia kuwa na vikao na wazazi kwa ajili ya kuwapa maelekezo mbalimbali katika mwaka huu kwamba tuna program gani, ili waweze pia kutoa na wao ushirikiano ili kuweza kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea kama shule. Sasa Shukrani sana. tunashukuru sana kutokea mkoani Mtwara, mzazi Cecilia Erio pamoja na mwalimu. Tunawatakia kila la heri katika kukamilisha maandalizi ya watoto kurejea shuleni. Naam. Daktari, turudi kwako. Ndio. Kwanza ningependa kufahamu viashiria vya hatari. Viashiria vya hatari kwa sababu umetuambia mwanzo akili haitaki kujishughulisha. Sasa tunataka kwenda katika muhula wa shule. Ni vitu gani ambavyo nikianza kuviona kwa mtoto, kama ulivyokuwa unazungumzia, unaanza kumweleza stori za shule, unamuuliza hiki na kile, pengine kuna vitu unaanza kuviona, sasa unatushauri kwamba hizi ni dalili kwamba kuna changamoto hapa? Asante. Huwa napenda kusema watoto ni wakweli, hawajui kuficha kama sisi watu wazima. Hawadanganyi. Kwa hivyo utakapo ongea na mtoto, atakapoanza kukiongelea kitu, unaanza kuangalia kitu cha kwanza kabisa, hitaji utaalamu. Angalia uso wake, anakipokea vipi hicho kitu. Ukiongea kitu ambacho kinamfurahisha au anakifurahia, utakuta na yeye uso wake unakuwa angavu, unafurahi. Lakini ukiona mtoto ameanza kuonyesha viashiria vya hofu, umetaja shule, alafu akaanza unakuta anaanza kunyong'onyea, anakuwa mdogo, ile pale inaashiria kwamba huyu mtoto kuna kitu cha zaidi ambacho natakiwa ufuatilie. Na mara nyingi huwa wanatoa taarifa ndogo ndogo ambazo inawezekana ni vigumu kusema. Nasikia fulani, najua fulani yule huwa ananipiga, au fulani yule huwa ananishika. Sasa hivyo mzazi unaweza kufikiria kwamba labda wanashikwa au wanapigwa kawaida kimichezo, lakini kumbe kuna kitu kikubwa ambacho kinaendelea zaidi ya hicho. Katika nafasi yako ya udaktari wa watoto, ndio tumeuliza wazazi pale kuhusiana na masuala ya kupima afya. Ndiyo. Hili linapaswa kuwa vipi na lina umuhimu kiasi gani? Kwa sababu si kila mtoto ambaye alifunga shule mwezi wa 12 anaweza akarudi the same Januari. Kuna wengine hapo inawezekana katikati kwa kumetokea ajali, amepata ulemavu, hali zinabadilika za maisha. Ili la kupima afya na ili pengine la kubadilika katika hali za maisha, na lenyewe unalizungumziaje? Nalo pia ni la muhimu, lakini tukirudi kwenye uhalisia wetu ambao watu wengi kuchukua muda kwenda hospitali, tunajua kwenye uhalisia sio rahisi. Watu wengi, hata watoto wanakuja mara nyingi usiku, kwa sababu mzazi anamwangalia kwanza, atajaribu dawa na kadhalika. Kwa hiyo hata kwa watoto wengi hawapimi afya, yani wazazi wengi hawapeleki watoto kupima afya kikawaida. Ukiacha labda kama anakuwa anatumia miwani au labda ana changamoto ya usikivu, labda atakwenda kwenye zile kliniki zake, au labda ana changamoto ya kisukari labda. Lakini kwa wale watoto ambao wengi hawana matatizo ya nani, wazazi wengi wamekuwa wakisubiri watoto waje. Lakini kama inawezekana, wazazi wajitengenezee utaratibu wa kuangalia watoto kabla ya kwenda shule. Ni kipindi kizuri anapokuwa amekuja nyumbani, kaangalia hata meno basi ya mtoto anaendeleaje, angalia afya yake na kadhalika, vitu vingi. Anaweza kukwambia tumbo linauma, atasikia mpatie dawa. Lakini kumbe inawezekana mtoto labda ana typhoid ambayo ungeweza kuibaini mapema, au na vidonda vya tumbo. Mtoto anapata vidonda vya tumbo pia, na akirudi tu shule yes, ndo madhara anaanza kuonekana. Sababu pia kuna mabadiliko mengine ya hali ya hewa. Sisi tukushukuru sana Dokta. Balkis, kama utaniruhusu sekunde chache, nataka tunaambie kwa mfano mtoto ambaye wakati anakwenda likizo alikuwa mzima. Ndio. Katikati hapa pametokea ajali. Amepata ulemavu wa kudumu. Sawa. Huyu anaporudi shule, kisaikolojia, wanafunzi wenzake wanapaswa kumtazamaje? Walimu wanapaswa kumtazamaje? Yeye mwenyewe anapaswa kujitazamaje anapokuwa na wale wenzake? Asante sana. Kwa hiyo kitu cha msingi, inapotokea ajali yoyote au hali yoyote ambayo inabadilisha muonekano wa mwanzo wa mtu,
Cha kwanza ni kwamba huyu anatakiwa apate usaidizi wa kisaikolojia, mhusika yeye mwenyewe kwanza kuweza kukubali kilichokuwa kimetokea. Tukipambana vizuri akaweza kueleweshwa kitu ambacho kimemtokea, ni rahisi yeye kumudu, hata kama wale wengine watakuwa bado hawajazoea ile hali, kwa sababu tunategemea binadamu anaweza akashtuka. Lakini kama nitaongea vizuri na huyu mtoto, nitampeleka kwenye madarasa, tukafanya ile kuweza kuishape ile tabia yake, ile mapokezi yake atakuwa anapokea na namna anavyoona, akakubali ile hali ambayo itachukua muda, inakuwa tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Daktari, nakushukuru sana. Vivyo hivyo pia kuna watoto ambao wamepoteza wazazi wao kipindi cha likizo au karibia na likizo, na ndio wanatakiwa kurudi shule. Hali si hali, pengine alikuwa anasoma katika shule ya kulipia, anatakiwa kwenda kwenye shule ya serikali ya elimu bure. Kisaikolojia ni changamoto kabisa. Sasa tunakushukuru sana. Asante sana. Tumezungumza hapa kuhusu kuandaa watoto kwenda shule, tukiwa na mzazi, tukiwa na mwalimu, lakini pia tukiwa na daktari ambaye ni msaikolojia. Yote kwa yote ni fundisho ambalo sisi wazazi tunalichukua, lakini na watoto wanalichukua. Alasiri hii watoto nao wanaangalia. Lakini pia kama mzazi una jukumu kubwa sana la kuongea na mtoto wako ili aweze kurejea shuleni akiwa katika mazingira mazuri kisaikolojia. Kumwandaa si kwenye viatu vizuri, begi zuri la shule na uniform nzuri, lakini pia hata kisaikolojia. Endelea kusalia nasi. Hii ni Alasiri Law.